Habari za biashara na uchumi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea na azma yake ya kujenga uchumi shindani na jumuishi kwa kuifanya Zanzibar kuwa sehemu rafiki ya biashara na uwekezaji kwa kuweka miundombinu imara, sera bora na huduma zenye ufanisi. Tupate taarifa zaidi. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah akizungumza kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika hafla ya ufunguzi wa mkutano wa 17 Jumuiya ya Kitaifa Wafanyabiashara Zanzibar ni katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil Kikwajuni mjini Zanzibar. Serikali inaamini kwamba kukua kwa biashara na uwekezaji katika mahala popote duniani hakuwezi kutenganishwa na uimarishaji wa miundombinu na utoaji wa huduma bora na za kisasa. Katika kulifikia lengo hilo, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi imefanya juhudi kubwa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Juhudi hizo ni pamoja na kuimarisha sera nzuri za uwekezaji, kuboresha miundombinu, kurahisisha taratibu za usajili wa biashara na uwekezaji na kulinda haki na maslahi ya wawekezaji. Waziri wa Kazi na Uwekezaji ambaye ni kaimu waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar, Sharif Ali Sharifu, anasema serikali inatambua sekta binafsi ndio injini ya biashara nchini na nguzo ya ukuaji wa uchumi na uwekezaji. Tunajitahidi kuhakikisha kwamba mazingira ya uwekezaji na mazingira ya biashara yako rafiki, na ndio maana ukaona muongezeko mkubwa wa uwekezaji katika nchi yetu. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kitaifa Wafanyabiashara Zanzibar Al Amur Suleiman amepongeza juhudi za serikali za kuimarisha miundombinu ya bandari, barabara pamoja na maboresho ya mifumo ya utoaji wa huduma serikalini na eneo la uwekezaji. ZNCC inaomba kuimarisha kwa mifumo ya kidigitali katika uendeshaji wa bandari. Inaomba kuanzishwa kwa mfumo wa one stop center wa kweli kabisa, kuweka viwango vya huduma vinavyoweka na vinavyosimamiwa. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo ameuagiza uongozi wa Chuo cha Elimu ya Biashara CBE kuongeza jitihada za kuwajengea uwezo wa jasiriamali nchini ili waweze kufikia viwango vya ushindani ndani na nje ya nchi. Witness Ngalawa ametuandalia taarifa ifuatayo. Naibu Waziri Londo ametoa agizo hilo alipotembelea chuo hicho kampasi ya Dar es Salaam, ambapo ameutaka uongozi kufanya hivyo kwa kuendesha mijadala ya kitaaluma yenye tija pamoja na kuwa kitovu cha ubunifu na tafiti mbalimbali zitakazosaidia kutoa utambuzi wa wabunifu na wajasiriamali chipukizi, jambo ambalo amesema litachochea ukuaji wa sekta binafsi, kuongeza ajira kwa vijana na kuchangia maendeleo ya uchumi wa taifa kwa ujumla. Aidha, amebainisha kuwa ili kwenda sambamba na utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2050, chuo hicho kinapaswa kuimarisha mitaala itakayozingatia mahitaji ya soko la ajira na mabadiliko ya teknolojia, hususan katika eneo la uchumi wa kidijitali. Na Vision 2050 inazungumzia contribution ya private sector by 70%. 70% haiwezi kuwa achieved kama hatutaona ama hatutadevelop namna bora ya kurasimisha wajasiriamali. Kwa upande wake, mkuu wa Chuo cha Elimu ya Biashara Profesa Edaroga amesema chuo hicho kitaanza mara moja kufanyia kazi maagizo yote yaliyotolewa ili kuboresha na kuanzisha programu mbalimbali za masomo zitakazojikita katika matumizi ya teknolojia kwenye biashara kwa ajili ya kuongeza ushindani na tija katika shughuli zao za kibiashara. Pokea maelekezo na miongozo ambayo ametupa, mojawapo ilikuwa ni katika kufanya utafiti zaidi katika kurasimisha sekta binafsi, yani wafanyabiashara wadogo na wakati. Kwa hivyo tutaenda kulifanyia kazi ili tuweze kuchambua na kufanya utafiti wa kina. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Naam, asante Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo, na ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.